Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Katavi. Tumepokea taarifa ya mtu kuwa anaelea kwenye mto Misunkumilo ambao uko wilaya ya Mpanda hapa Katavi. Tumefanikiwa kumopoa kutoka kwenye maji, lakini mwili wake unaonekana sio kwamba hili tukio la leo ama jana, ni kwamba hili tukio lina siku kwamba limetokea, kwa sababu mwili wenyewe ulikuwa umeshaanza kuharibika. Na kwa uchunguzi wa awali wakati na mwapoa kutoka kwenye maji, tumegundua kwamba ana majeraha ya kwamba amegongwa na kitu kichwani. Sasa inawezekana aidha aliumia kabla ya kuwa ametumbukia mtoni, lakini mwili tumewapoa, tumewakabidhi wenzetu wa Jeshi la Polisi wilaya Mpanda, wanaendelea na taratibu zao za kiuchunguzi. Sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Katavi tunawaasa wananchi pindi wanapoona tukio lolote, iwe ni la moto, la ajali barabarani, ajali ya mtu kutumbukia kisimani, au ajali ya kufukiwa na vifusi kwenye migodi ya wachimbaji wadogo wadogo, watoe taarifa haraka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili tuweze kufika na kuweza kufanya kama ni maokozi ama kuzima moto na kuokoa mali. Kwa sababu inaonekana kuna kama tabia inatokea tukio, badala ya watu kuitaarifu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, wanaanza kupigiana simu wao kwa wao, kitu ambacho kinafanya kama itakuwepo uwezekano wa kuweza kuokoa kwa haraka, inashindikana kwa sababu muda mwingi unapotea watu wakianza kuwasiliana wao kwa wao bila kuitaarifu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji moja kwa moja. Kwa majina naitwa Ibrahim Ali Msanda, mwenyekiti wa mtaa Mpanda Hoteli. Mida ya saa 6 kasoro nilipewa taarifa kutoka kwa mjumbe wangu, alinipigia simu. Aliniambia, mwenyekiti, kuna tukio limetokea kwenye mtaa huko chini wa Machinjioni. Kuna mtu ameonekana anaelea ndani ya maji. Mtu ambaye hakutambulika kwa wakati huo. Sasa ilionekana ni maiti ambayo imesafiri kwa maji kutoka sehemu ambayo hatujajua imetokea sehemu gani. Ila ilipofika maeneo ya Machinjioni ikakwama, na baada ya mjumbe kunipa taarifa, basi niliweza kufika moja kwa moja kwenye tukio. Na wakati nafika kwenye tukio tayari nilikuwa nimeshawasiliana na watu wa Zimamoto na Uokoaji, na wenyewe kwa bahati nzuri wakawa wamefika kwa wakati, na tukio la kuanza kumuokoa au kumtoa kwenye maji marehemu ambaye hajatambulika nikaanza kufanyika. Lakini inaonekana ameharibika, amekaa kwenye maji muda mrefu, kwa hiyo hatujiweza kumtambua kwa sababu kuanzia mwili wote pamoja na sura imeharibika na hajatambulika hasa ni nani katika, ila kwa umri anakadiriwa kuanzia miaka 45 mpaka 50. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.